Ni wakati mwingine tena wa kukutanisha watu zaidi ya 5,000 kupitia burudani ya sanaa, utamaduni na utalii ndani ya Dodoma. Karibu kwenye msimu wa 17 wa tamasha la muziki wa kitamaduni la Chigogo ndani ya viwanja vya Chamwino Arts Center, CAC Chamwino Ikulu Dodoma, kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 26 Julai 2026. Muda ni kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 2 kamili usiku. Ni siku 3 za mafunzo kwa wasanii, maonesho ya jukwani ya vikundi 50, maonesho ya biashara, bidhaa na huduma, filamu, safari za kitalii, vyakula vya asili, maonesho ya mavazi, fashion show na surprise kibao. Hakuna kiingilio. Kuwa mshirika sasa kupitia namba 0758 90 7980 au kupitia email @chamwino@gmail.com. Usikose CMF 2026, kiasili 100. Chigogo Music Festival 2026, 100% traditional experience. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba amekemea vitendo vya kamata ya wananchi na vitendea kazi vyao bila sababu ya msingi, akisema tabia hiyo ni ya kizamani na inarudisha nyuma jitihada za wananchi kujikwamua kiuchumi. Akizungumza leo Mei 17, 2026 katika ziara yake ya kikazi wilayani Chamwino mkoani Dodoma, Waziri Mkuu amesema wananchi wanapaswa kuishi kwa amani, uhuru na usalama, huku akimtaka mkuu wa mkoa pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha haki za wananchi zinalindwa. Limesemwa jambo la kamata hapa. Katika ziara yangu hii ndo mara ya kwanza nasikia mambo ya kamata. Na hasa kamata isiyo na sababu za msingi. Haya ni mambo ya zamani. Haya ni mambo ya zamani. Haya ni mambo ya zamani. Kamata isiyo na msingi ni mambo ya zamani. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wewe ndio mwenyekiti, lisimamie hili na mlikomeshe. Watu waishi wakiwa huru, wafanye kazi za kujiletea maendeleo. Watu walale wakijua wako salama. Lisimamie hilo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Tumesema pia mshiriki na mlinzi wa kwanza wa kushirikiana na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ni mwananchi mwenyewe. Hatupaswi kutengeneza gap katika masuala yanayohusu ulinzi na usalama wa nchi yetu. Kwa haya myarekebishe. Sijasikia kote ninakopita kwenye ziara. Kwa hiyo ili mlirekebishe. Watu wetu hawa wanawajuaga wakosaji, na ndio maana hata siku zingine nyingi huwa tunawazuia kuchukua sheria mkononi. Jana nilipita pale Kondoa, sijui ni uchunguzi wa aina ipi ule, kwamba wamemtuhumu wizi, wameenda wamechukua mashine yake ya kusaga, wamechukua mpaka kitanda na godoro. Uchunguzi gani wa kuchukua mpaka godoro? Sasa nasema wamezoea. Sasa mimi nimekuja nitawashikisha adabu wote wasio na adabu. Tumeendelea kuona jinsi ambavyo unarudisha tabasamu na matumaini makubwa kwa Watanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hongera sana. Kazi unayofanya ni kubwa, lakini inawapa matumaini makubwa sana Watanzania na wakati huu sisi wana Dodoma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umetoa maelekezo mbalimbali mahali kote ambako umefanya ziara, na nikuhakikishie sisi viongozi wa mkoa wa Dodoma tumepokea maelekezo yako yote, tutafanyia kazi na tutachukua hatua kwa kweli kwa yale ambayo hayafanyiwi kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nikuambie, tangu umeanza kutembea na kuonyesha mfano wa kushughulikia changamoto za wananchi, watumishi wameanza kukuelewa.
na sisi tutachukua hatua kwa wale ambao bado hawajakuelewa kuwa kila mtu anatakiwa asimame kushughulikia kero za wananchi. Na sisi mkoa wa Dodoma tumekuja na kauli mbiu inayosema kero yako wajibu wangu, tabasamu na Samia. Kwa hiyo tunawaambia wananchi wa Dodoma kuwa kero zao ni wajibu wetu watumishi wa serikali, ili tuweze kufikia malengo ya Mheshimiwa Rais ya kuleta tabasamu kwa Watanzania. Tumeshukuru kuwa umetuonyesha kwa vitendo, na sisi tutaendelea kuwafuata wananchi kwa maeneo ambayo hukupata nafasi ya kuyafikia, hasa maeneo ya kwenye kata na vijijini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa upande wa jeshi letu la polisi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jeshi letu la polisi linafanya kazi kubwa sana na nzuri ya ulinzi wa mali na raia wake. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye wilaya yangu kumeendelea kutokea ramsha za hapa na pale za ukamataji wa wananchi wetu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati mwingine bila hata sababu za msingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi hawa wakielewesha jambo hawana shida. Wananchi wetu ni wema, wananchi wetu ni wastaarabu. Kwa hiyo tukuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kulinda raia na mali zake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu wamekuwa wakikamatwa na kupewa kesi za uzururaji. Umemkuta mtu yuko kwenye kibanda chake anapika, unamkamata mama, unamtia kwenye gari, unampeleka kituo cha polisi Chemba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na watu hawa ndugu zao wanapofika kwenye kituo chetu cha polisi, hali kadhalika wamekuwa hawapewi ushirikiano unaotakiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuombe tusaidie swala hili la kamata isiyokuwa na sababu ndani ya wilaya yetu liweze kusitishwa. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, mbaya zaidi, juzi saa 9 za usiku, ambapo mimi taarifa hii nilipata jana mchana, kamata hii Mheshimiwa Waziri Mkuu imeenda sasa mpaka kwa watumishi wa serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuombe tusaidie hili swala, sisi wote tunatakiwa tusaidiane. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuombe sana kwa unyenyekevu mkubwa. Watu wetu hawa tukianzisha hizo ramsha za namna hiyo, tunawakatisha tamaa, tunawarudisha nyuma. Watu wataanza kuishi kama yatima ndani ya maeneo yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mikopo bado ni changamoto kwenye wilaya zetu. Niombe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili utusaidie kuzungumza hasa na hizi halmashauri ambazo bado hazitengi pesa ya 10%, waweze kuzitenga pesa hizo kwa ajili ya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Changamoto hii bado ipo, lakini mikopo hii haitolewi kwa utaratibu mzuri. Kwa hiyo tuombe sana usisitize juu ya swala la mikopo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa muda huu. Asante sana. Kinachowavutia watu ni namna anavyofanya kazi na kutatua kero za wananchi. Hiyo ndio inakwenda kuwasukuma wananchi kuwa na imani na waziri wetu, waziri mkuu. Viongozi wa chini nafikiri bado elimu hii waendelee kuiona kwa waziri mkuu anavyofanya kazi, na wao waige kutoka kwake. Nimepita ngazi zote hizo za uongozi. Nimepita kwa mkurugenzi wa jiji, sikutatulia shida yangu. Nimepita kwa mkuu wa wilaya, sikutatulia shida yangu. Nimepita kwa mkuu wa mkoa, sikutatulia shida yangu. Nimekwenda Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo na Makazi. Yaani unakuta unapoipeleka kero yako kule, jambo lako unakuta labda ni lizito, wale wanaofanya kazi kule na hisi yule mtu ambao unapambana naye anakuwa ni mkubwa. Kama mimi kwenye eneo lako kwetu sisi waliniambia aliojenga pale ni mtu mzito, labda tukipeleke mahakamani, na wakaniambia live hata tukikupeleka mahakamani hutoboi. Kwa hiyo sikuwa na jinsi, na mimi ni maskini, nikaamua nije kulalamika mbele ya serikali yangu. Kwa hiyo serikali imenionea huruma na imenipa haki yangu. Kwa kweli imani kwa waziri mkuu ni kubwa sana. Ni kubwa sana, licha ya kuwa kero zinasikilizwa chini, lakini hawaliziki. Na wanaamini hapa ndio final. Kero zao zinasikilizwa na kutatuliwa, licha ya kuwa hata chini wanajitahidi kutatua. Wawajibike kwenye nafasi zao, kila mmoja awajibike kwenye nafasi yake. Kila mmoja akiwajibika, akasikiliza kero, akawasikiliza wananchi. Yaani kusingakuwa na kero leo mbele ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mtu hawezi tu akatoka huko, watu wanatoka Mwanza, wanatoka Kigoma, wanatoka wapi? Hawezi kupangwa kwa ajili apoteze nauli na nini kwa ajili tu ya kuja kusema kitu ili aonekane kwamba wanaonekana serikali kama wanatatua changamoto. Hapana. Ni matatizo walionayo watu ambayo yameshindwa kutatuliwa katika ngazi za chini. Askari polisi wa wilaya ya Chemba wanatenda kazi ambavyo sivyo, wanakamata watu hovyo
na kutunyanyasa kwa wakati mwingine. Kwa hivyo tuliposikia kwamba waziri mkuu amekuja leo, tukasema twende tukatoe kero zetu. Aidha, amesema serikali imepokea maelekezo kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kufuta sheria ya kutaifisha mali ili kulinda haki za wananchi na kuweka mazingira bora ya uzalishaji na ukuaji wa uchumi. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.